Bodi ya Nyama Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Kilimo imeanza kufanya jitihada za kufufua kiwanda cha nyama cha Rotiana kilichopo kata ya Naberera wilayani Simanjiro mkoani Manyara ili kuwawezesha vijana wa jamii ya kifugaji kupata soko la mifugo yao pamoja na ajira. Wakizungumza mara baada ya kutembelea kiwanda hicho na kujionea mitambo ya kisasa baada ya kusimama kwa uzalishaji kwa muda mrefu, kaimu msajili wa bodi ya nyama Lucas Chasam amesema kiwanda hicho kimefungwa kutokana na changamoto ya mtaji, na wao kama bodi ya nyama ni wajibu wao kuona namna gani wanatatua changamoto hiyo. Kuja hapa kwenye kiwanda cha nyama cha Ulpul baada ya kusikia kwamba kiwanda kimesimama uzalishaji kwa sababu ya matatizo ya mtaji. Kwa baada ya kupata taarifa hizo, sisi kama bodi ya nyama ambao ni jukumu letu kusimamia na kuendeleza hii tasnia, wenzetu wa Benki ya Kilimo waweze kushauri katika baadhi ya maeneo ya kushauri, lakini kama kuna maeneo ambayo wao kwa taratibu zao wanaweza wakawezesha kutoa mikopo, basi wanaweza wakafanya hivyo. Mwakilishi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB Kanda ya Kaskazini Daniel John ameeleza adhma ya kufufua kiwanda hicho ambacho kitaleta manufaa mengi kwa wananchi na wakazi wa maeneo hayo kupata ajira na kujikwamua kiuchumi. Benki ya Maendeleo ya Kilimo tumefika katika eneo hili ili kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukasapoti huu mradi uweze kurudia katika hali yake ya kawaida. Kama unavyoona sasa ni mradi mkubwa lakini haufanyi kazi na umelala. Kwa hiyo Benki ya Maendeleo ya Kilimo katika kuisaidia sekta ya kilimo katika sekta ya mifugo, tuko hapa kuangalia ni jinsi gani ambao tutaweza kushirikiana na wadau mbalimbali pamoja na wamiliki wa viwanda hivi ili tuweze kuona tutafikiaje lengo katika kukiamsha. Meneja wa kiwanda hicho Ayubu Daniel ameeleza changamoto zinazowakabili, huku kaimu mkuu wa idara ya viwanda halmashauri ya wilaya ya Simanjiro Monica Bombewe akieleza mikakati walioanza kuchukua kunusuru kiwanda hicho. Tulitegemea kwamba tungepata ajira ya muda mrefu, tungefanya maendeleo kwa ajili ya nchi yetu, lakini ghafla likaishia njiani. Na sasa tupo katika uhamasishaji wa kufufua viwanda vyetu. Rotiana inaonekana iligharimu zaidi ya bilioni 2 katika uanzishwaji wake. Na ndani yake kulikuwa na kiwanda cha nyama, ndio eneo ambalo tupo hapa. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Alikuwa katibu wa jumuiya ya umoja wa wanawake wa CCM UWT Lucia Sule amefariki dunia akiwa anapatiwa matibabu hospitali rufaa kanda ya Mbeya baada ya kukaa chumba cha wagonjwa mahututi kwa muda wa siku 36 tangu siku aliyopata ajali tarehe 25 Februari 2025 kwenye ziara mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa Fadhili Maganya, na kufanya idadi waliofariki katika ajali hiyo kufikia watu 6 wakiwemo waandishi wa habari 2. Akizungumza, katibu wa CCM mkoa wa Mbeya Lengaeli Akio ameelezea namna walivyopigana kuhakikisha wanaokoa maisha yake na jinsi msiba huo umeacha pigo kubwa kwao. Chama cha Mapinduzi tumepata msiba wa katibu wetu wa jumuiya ya UWT dada yetu Lucy Sule, ambaye kama mnavyokumbuka ilitokea ajali tarehe 25 mwezi ule wa pili tukiwa katika ziara, na katika ajali ile wako watu ambao walipoteza maisha pale pale na wengine hospitalini, lakini huyu alikuwa hospitalini anaendelea kupata matibabu. Na kwa kweli katika wiki ya mwisho ilionyesha kwamba ana ahueni na anaweza akawa na maendeleo mazuri, lakini ghafla jana hali yake ilibadilika, na ilipofika majira ya saa 4 usiku binti yetu na katibu wetu aliaga dunia. Nao baadhi ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi waliofanya kazi na marehemu Lucia enzi za uhai wake, mbunge wa viti maalum Mbeya Suma Fiandomo na mwenyekiti UWT wilaya ya Mbeya Suma Mwaikambo wameelezea utendaji kazi wake ulivyokuwa na namna utakavyomwenzi kwa kuhakikisha wanakamilisha maono yaliokuwa nayo ndani ya chama na UWT kwa jumla.
Binti mdogo sana, lakini alikuwa anachapa kazi kweli kweli. Anasimamia kanuni na taratibu zote zinazotakiwa zifanyike kwenye UWT yetu. Aliwakusanya wanawake pamoja. Alipenda sana kuimarisha upendo ndani ya UWT mkoa wa Mbeya. Tulitulia, tuko na amani. Kwa hivyo hatuna cha kusema. Tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu tu. Alikuwa ni mtoto mzuri sana sana. Hakutaka kubabaishwa. Alikuwa amenyoka. Alikuwa mkweli kwenye kazi zake. Basi jina la Bwana lihimidiwe. Naye mama marehemu Monica Ande ameeleza hali ya maisha anayopitia sasa tangu mtoto wake apate ajali na hadi hii leo kufariki dunia. Nilio na uma katika familia yangu tunamtegemea ndio yeye. Itakumbukwa kuwa tarehe 25 mwezi wa pili 2025 ilitokea ajali eneo la Shamwengo, halmashauri ya wilaya ya Mbarali, wakati waandishi wa habari na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakirejea kutoka mkoa wa Njombe kumsindikiza mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM Taifa. Turejee tena kaskazini mwa Tanzania. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imeingia makubaliano na chuo kikuu cha Nelson Mandela na kushirikiana kufanya tafiti za kisayansi zitakazowasaidia wananchi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Makubaliano haya yamefanyika Arusha yakishirikisha wataalamu wa kitaifa na kimataifa masuala ya hali ya hewa, ambao kwa upande wake kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA Dr. Ladislaus Chang'a ametoa wito kwa wananchi kuendelea kufuatilia na kuzingatia taarifa zinazotolewa na mamlaka hiyo, hususan tahadhari ya hali mbaya ya hewa. Kuhakikisha kwamba wataalamu wetu katika Tanzania na Afrika na ukanda wa nchi zinazoendelea wanashiriki kwa wingi katika kazi za kisayansi katika masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Sayansi na teknolojia na ubunifu kwenye masuala mtambuka, lakini hususa katika masuala ya kuchagiza na kuongeza ufanisi na tija katika huduma za hali ya hewa, lakini pia katika matumizi ya teknolojia za kisasa kabisa ikiwemo masuala ya akili mnemba. Mwenyekiti wa bodi ya TMA Profesa Jaji Mshibe Ali na makamu mwenyekiti wa chuo cha sayansi cha Nelson Mandela Profesa Maulilio Kipanyula wamesema ushirikiano huo utarahisisha kuongeza uelewa wa wananchi hasa vijijini juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi. Watu muhimu katika nchi hii ni wale walioko vijijini, ndio wanaotuwezesha. Kwa hivyo wakipata habari ambazo ni sahihi kuhusu changamoto za hali ya hewa, nao watajipanga vizuri. Ndio nakutia watu wengi wa mjini wala hawana habari kubwa. Ukitoa taarifa za mvua wanachukua mwivuli, lakini watu wa shamba wakisikia taarifa sahihi za hali ya hewa wanajitayarisha kulima, kuvua, wanajitayarisha kuhamia maeneo mengine, wanajitayarisha mifugo yao. Ni waombeni taarifa zetu zifike vijijini, zifike kwa wananchi ambao ndio uti wa mgongo wa taifa hili. Tumekubaliana kufanya mambo makuu matatu. Moja ni ushirikiano katika masuala ya utafiti katika maeneo mbalimbali yanayohusu hali ya hewa, masuala ya hali ya hewa, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Na moja eneo ambalo tumeanza kujadiliana hapa ni namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri afya ya akili. Na eneo hili fanya utafiti kwa kushirikiana kati ya TMA na chuo kikuu cha Kairuki. Eneo la pili ni namna ambavyo Nelson Mandela itaweza kushirikiana na TMA kwenye kuendeleza teknolojia na ubunifu zinazochipukia kama akili mnemba AI. Mabadiliko ya hali ya hewa ni miongoni mwa mambo yanayoendelea kuibua changamoto kubwa katika nchi nyingi duniani, yakiwaathiri zaidi wananchi wa vijijini wakiwemo wakulima na wafugaji. Imeelezwa kuwa mtindo wa maisha unajumuisha ulaji mbovu wa vyakula pamoja na matumizi ya kiwango kikubwa cha pombe katika jamii yameendelea kusababisha ongezeko kubwa la magonjwa ya moyo kwa wananchi. Daktari bingwa wa upasuaji kutoka taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI, ambaye pia ni rais mteule wa chama cha madaktari nchini, Dr. Alex Msoka, ameiambia Upendo TV kuwa kwa sasa idadi ya watu wanaonekana kuwa na matatizo ya moyo inaongezeka, hivyo ni vyema wananchi wakachukua tahadhari mapema. Tuungane na Francisco Nongolo kwa mazungumzo kamili. Na kwa hivi sasa taarifa zinataja kuna ongezeko la magonjwa yasiyoambukizwa na magonjwa ya moyo yanatajwa hapo. Sababu ni nini hasa? Magonjwa ya moyo ni sehemu ya
magonjwa yasiyoambukiza, ambayo kwenye eneo la magonjwa ya moyo unazungumzia vitu viwili. Unazungumzia moyo wenyewe na mishipa ya damu. Kwa hiyo unazungumzia mfumo mzima wa moyo kwenda kwenye mishipa ya damu na kusambaza, yani mishipa ya damu inasambaza damu kwenye mwili mzima. Kwa hiyo unapokuwa na magonjwa ya moyo, ina maana unakuwa una tatizo tayari either la moyo au la mishipa ya damu au la vyote viwili. Una moyo pamoja na mishipa ya damu. Na haya matatizo, kuna matatizo ambayo tayari kwa sababu ya tafiti nyingi yamekuwa na taarifa nyingi sana na matibabu yake yana ushahidi mwingi sana. Kwa hiyo kuna magonjwa ya moja kwa moja. Moja ni mfano ugonjwa wa shinikizo la damu la juu. Hiyo ndio ugonjwa maarufu kabisa. Pili ni mishipa ya moyo kuziba, inaitwa coronaries, kwa sababu ya mafuta mengi. Eneo la tatu ni valve. Hizi ni mifuniko ile. Hizo zimeziba, zimetanuka, au ufanisi umepungua tu, utapata shida kubwa ya moyo. Lakini eneo lingine ni ukipata infection ya bakteria kwenye tabaka la ndani la moyo, tunaita endocarditis, au tabaka la 4 pericarditis, tabaka la nje la moyo. Utaenda kuathiri zile vali au valve, utapata shida ya moyo. Eneo lingine ambalo ni moyo, ile shinikizo la damu la juu ukashindwa kulicontrol, moyo unafeli, tunaita heart failure kabisa kufanya kazi. Lakini shida nyingine ni mapigo ya moyo, yanaweza kawa juu sana au chini sana. Yakiwa chini sana ndio ile mnasikia mtu amewekewa betri kwenye moyo, pacemaker. Unajuaje kama huyu tayari? Yes, unajuaje? Changamoto kubwa ya shida za moyo ni kwamba mwanzoni zinavyoanza hazina dalili. Lakini ukishaanza kuona dalili sasa, yani tayari unakuwa una ugonjwa. Namba moja, kichwa kuuma. Kichwa kitauma sana, hasa kwenye shinikizo la juu la damu. Pili, kizunguzungu ambacho hujawahi kupata. Jambo la tatu, kifua kitakuwa kinauma, maumivu ya kifua. Jambo lingine, mapigo ya moyo. Moyo utahitaji kupiga zaidi ili kuweza kufikisha damu kwenye maeneo tofauti tofauti. Shinikizo likiwa juu sana linaathiri shinikizo la kwenye figo. Kwa maana uwezo wa figo kuchuja unapungua. Kwa hiyo miguu itajaa. Kwa hiyo issue nyingine ni kupumua kwa shida. Eneo lingine unaweza mtu akawa anatapika wakaharisha, tunaita coronary syndrome. Watoto ambao wanaumwa, wanalazwa, wana dalili kama za pumu, kifua kikuu, anapumua kwa shida. Anasema mtoto wangu anapata tu mafua. Yani mtoto wangu tonsills. Yani hizo, kuwa makini. Huyo mtoto mpeleke akachekiwe moyo. Daktari, kweli mtindo wetu wa maisha ndio unasababisha au wengine tunaliti na hawasemi? Kwenye karne iliyopita, karne 20, tulikuwa tuna 1% ya haya magonjwa. Hii karne 21 ukinanilia ni 9%. Kwa tiba mkoba ambayo tumeifanya kuzunguka zaidi ya mikoa 16 katika taifa hili, tumekuta kuanzia watu 16% mpaka 20 wana magonjwa ya moyo. Na hatukuzunguka mjini tu, tulizunguka hadi vijijini. Kwa hiyo, kwa sababu za mtindo wa maisha, moja, kutokuzingatia lishe bora na utaratibu wa kawaida tu wa ulaji ulio sahihi. Matumizi ya chumvi, matumizi ya sukari yaliyokithiri, matumizi ya mafuta, suala la matumizi ya mboga, matumizi ya mboga za majani, na matumizi yaliyokithiri ya wanga. Nakula sana wanga, vyakula ambavyo vina nishati lishe, calories kubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku kazi za hao watu hazina uwiano, yani ulaji hauna uwiano na uwigo wa kazi. Jambo la pili, eneo la matumizi ya vilevi uliokithiri. Jambo lingine,
kutokufanya mazoezi. Unaona, mwili kama mwili ulivyo ili uweze kuwa na ufanisi wa kufanya kazi, unahitaji kufanya mazoezi. Ni utaratibu wa kawaida. Dakika 30 kila siku, dakika 150 kwa wiki. Watanzania hawana utaratibu wa kufanya check up. Kuna umri tunasema ukifikisha miaka fulani inabidi kwa mwaka ucheki mara moja. Nikushukuru sana na asante sana. Haya, mtazamaji, ndivyo ambavyo tunahitimisha hapa na Dr. ambaye pia ni mteule rais wa chama cha madaktari nchini Tanzania. Kurejesha sasa mimi studio nambari 1 kwa ajili ya kuendelea na taarifa yetu ya habari. Mimi ni Francisco Nangolo. Asante.